Kwanza mchezo unakwenda kuwa mgumu kulingana na namna kundi ambavyo limekaa. Kikosi cha Al Ahly kina alama 4, kwa maana National Al Ahly wao wana alama 4, lakini Dar es Salaam Africans pia nao wana alama 4 kwenye kundi hili. Wanaofuatia JS Kabylie wana alama 1 ambao walipata dhidi ya Young Africans. Mchezo wa kwanza walipoteza dhidi ya Al Ahly, lakini mchezo wa pili wakaenda kutoa sare. FAR Rabat nao mchezo wa kwanza walipoteza Dar es Salaam pale visiwani Zanzibar, walipoteza na Yanga katika uwanja wa Amani, lakini walivyoenda kucheza na Al Ahly wakaenda kupata alama 1 na kufanya kundi kuwa Al Ahly wanaongoza kundi kwa alama 4, lakini Young Africans anakuwa nafasi ya pili kulingana na idadi ya mabao. Lakini ukitazama mchezo wa leo, kwa nini unakwenda kuwa mgumu na mchezo wa kuvutia? Kitu cha kwanza ni kwamba katika michezo mitatu ya raundi ya kwanza walau timu huwa inakadiriwa kukusanya alama 6, yani alama kuanzia 6 ndio inakuwa imejiweka katika nafasi nzuri. Lakini ukitazama timu hizi zote mbili tayari zina alama 4-4. Kwa maana anakwenda kushinda hapa, anaendelea kujitengenezea nafasi nzuri ya kufanya vizuri kwenye michuano hii. Hiyo ni moja ya kitu ambacho kinapelekea mchezo huu kuwa mgumu. Lakini ukiachana na hivyo, pindi ambapo zimekuwa zikikutana timu hizi mbili, yani Al Ahly pamoja na Young Africans, mechi haijawahi kuwa nyepesi nyumbani wala ugenini. Ukipitia takwimu za msimu jana, magoli ambayo yalifungwa ni mabao 4 katika na msimu huu walitoka Yanga kaisha. Yanga alishatoa makundi, afu ule ambao alifika hatua ya robo finali. Alicheza na Al Ahly nyumbani na ugenini. Nyumbani alitoka sare ya bao 1-1, lakini ugenini akaenda kufungwa mabao 2. Wanatazama namna gani ambapo umekuwa ni mchezo ambao unavutia kwa pande zote mbili, lakini unakuwa mgumu. Yeyote anaweza kupata matokeo ya mchezo huu. Lakini ikiwa Al Ahly anakwenda kushinda mchezo huu, anaendelea kujitengenezea nafasi nzuri zaidi ya kufanya vizuri kwenye michuano hii. Katika michezo mitatu unakwenda kukusanya alama 7 badala ya alama 9, umedondosha alama 2. Raundi ya pili ukaenda kukota alama 3, unafikisha alama 10. Alama 10 ambazo zinakukaribisha zaidi kwenda kwenye hatua ya robo finali. Huko kwamba ukifikia alama 10 tayari umevuka hatua ya makundi. Yani unashika kwa pili aidha wa kwanza. Inakuweka kwenye wakati mzuri wawe kufanya vizuri. Kwa hivyo hii ni sababu mojawapo ambayo inakwenda kufanya mchezo kuwa mgumu zaidi. Hata Young Africans na wao wanazihitaji alama 3 hizi ili kuelekea kwenye hatua ya robo finali. Lakini pia kitu kingine ni mwalimu Pedro Gonçalves. Kwa mara ya kwanza akiwa na kuinoa kikosi hichi cha Dar es Salaam Africans, anakwenda kukutana na miamba Al Ahly, National Al Ahly, timu ambayo kwa hapa karibuni ambapo michuano ya AFCON ilikuwa ikiendelea hawakuwa na performance nzuri kulingana na kundi kubwa la wachezaji wao wa kikosi cha kwanza kwenda kwenye majukumu ya timu ya taifa ya Misri. Lakini baada ya michuano hii kumalizika, tayari wamerejea kuongeza nguvu kwenye kikosi chao. Hivyo mwalimu wa National Al Ahly anakwenda kutengeneza kikosi chake na kurejesha ile rhythm ya kikosi kupata ushindi, kwa sababu katika michezo 6 ambao wamecheza Al Ahly, ikiwa hawana wale wachezaji kwenye mechi za ligi, waliweza kucheza michezo 6 wakashinda mchezo mmoja, lakini michezo mingine yote 5 matokeo hayakuwa mazuri kwao. Kwa hivyo Pedro Gonçalves anaweza akapitia takwimu hizi na kuangalia madhaifu ya Al Ahly yako wapi ili waweze kwenda kuyatumia. Isipokuwa Al Ahly nyumbani huwa wanakuwa wazuri sana, hasa katika kutafuta matokeo. Mchezo wa kwanza dhidi ya JS Kabylie ukiutazama, mchezo ambao JS Kabylie aliweza kumiliki mpira kwa kiasi fulani, lakini aliweza kupoteza kwa mabao 3-0. Hii inakupa tafsiri gani? Unaweza ukamiliki mpira ukiwa ugenini, lakini mwenzako akatumia nafasi chache ambazo umezipata. Ndicho ambacho mwalimu Pedro Gonçalves anatakiwa kuongea na safu yake ya ulinzi, lakini pia hata eneo la kushambulia. Wakipata nafasi ambayo wanaweza convert kwa bao, wajitahidi convert kwa bao, kwa sababu nafasi ni chache na michuano hii inahitaji hesabu kali kwenda kwenye hatua inayofuata, hatua ya robo finali, ambapo ni hatua kubwa ukiachana na hatua ya makundi.